Tume ya uchaguzi nchini Tanzania INEC imeanza kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa urais uliofanyika jana Jumatano. Hadi kufikia sasa tume imetangaza matokeo kutoka kwa majimbo 19 kati ya zaidi ya majimbo 200, ambapo kwa majimbo hayo mgombea urais kupitia tikiti ya chama tawala CCM Samia Suluhu Hassan anaongoza kwa zaidi ya 90% ya kura zilizohesabiwa. Matokeo zaidi yatatangazwa kesho. Haya yanajiri wakati maandamano yakiripotiwa katika maeneo kadhaa kwa siku ya pili mfululizo katika baadhi ya miji ya Tanzania, ikiwemo katika mpaka wa Namanga pamoja na eneo la Meriwa huko Dodoma, Mwanza na jijini Dar es Salaam, ambapo polisi wamewatawanya waandamanaji. Mtu mmoja anahofiwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa katika makabiliano na polisi katika mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Shirika la Amnesty International limesema kwamba tangu jana takriban watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji wanaotaka mageuzi ya uchaguzi. Polisi vile vile wameripotiwa kufunga barabara ya Singida kuelekea Arusha kwa hofu ya kuzuka kwa maandamano zaidi. Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi la Tanzania Jenerali Jacob John Mkunda, katika hotuba kwa taifa iliyopeperushwa na runinga ya TBC muda mfupi tu uliopita, amewaonya watu ambao wamewataja kuwa wahalifu wenye mipango ya kuendelea na maandamano kusitisha mipango yao mara moja au watakabiliwa vikali. Jenerali Mkunda amesema kwamba kutokana na ghasia zilizoshuhudiwa jijini Dar es Salaam na kwingineko tangu jana, Jeshi la Ulinzi likishirikiana na vikosi vya usalama wa kitaifa limedhibiti mji wa Dar es Salaam na vikosi husika vitaendelea kuwa pale hadi hali ya amani itakaporejea. Jana tarehe 29 Oktoba 2025, nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vimedhibiti hali hiyo na vinaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini. Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vitaendelea kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Awali, msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa alitoa taarifa ya kuwataka watumishi wa umma kuendelea kufanya kazi nyumbani kesho Ijumaa, isipokuwa tu wale ambao majukumu yao ya kikazi yanawahitaji kuwa katika vituo vyao vya kazi. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao, Msigwa amesema, na hapa namnukuu: tangazo hili linafuatia angalizo la kiusalama lililotolewa na Jeshi la Polisi tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025. Vile vile, wanafunzi wote wa shule na vyuo endeleeni kujisomea mkiwa nyumbani. Mwisho wa nukuu. Wafanyikazi wa sekta za kibinafsi pia wametakiwa kufanya kazi nyumbani kama majukumu yao sio ya dharura, huku wananchi ambao hawana ulazima wa kutoka majumbani wakishauriwa kufanyia kazi nyumbani. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mkuu wa polisi kutoa amri ya kutotoka nje usiku jijini Dar es Salaam, na haijabainika amri hiyo itaendelea hadi lini. Sasa tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo tume ya uchaguzi imekuwa ikitangaza matokeo ya kura, na muda mfupi tu uliopita tume ya uchaguzi Zanzibar imemtangaza Dr. Hussein Mwinyi kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais visiwani Zanzibar. Mwenzetu Sami Awami anajiunga nasi mubashara sasa kutoka Zanzibar. Awami, tupe ripoti kamili ya tume ya uchaguzi na tangazo lao la muda mfupi uliopita. Kwamba sauti sana kwa sababu nimezungumza kutoka ndani ya ukumbi wa tume hapa, ambapo rais mteule ambaye ametangazwa dakika chache zilizopita ndio anazungumza sasa, na kueleza kwamba amepata kura kama 448 kidogo
ambao ni sawa na 74%. Lakini aliyemfuata hapo ni kiongozi wa upinzani huyo ambaye pia alikuwa rais wa kwanza. Naam, asante sana Awami. Shukran sana Awami kwa hilo, tarudi kwako. Kumbuka kwamba tunaungana na Awami bado kwa njia ya simu kwa sababu mitandao haina uwezo wa kuweza kuungana naye. Lakini kama nilivyotaja ni kwamba tume ya uchaguzi kisiwani Zanzibar muda mfupi tu uliopita imemtangaza Dr. Hussein Mwinyi kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Tizama. Kwa kuzingatia mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha rais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Swali ni Rais Hassan Mwinyi ni nani haswa? Huyu hapa Agnes Penda na maelezo zaidi kumuhusu. Daktari Hassan Mwinyi aliyezaliwa mwaka 1966 amekuwa rais wa Zanzibar tangu mwaka 2020. Ni mwanawe rais wa zamani wa taifa hilo Ali Hassan Mwinyi ambaye pia wakati mmoja alikuwa rais wa Tanzania. Katika uchaguzi wa sasa, Mwinyi ambaye amegombea kwa chama cha CCM amekuwa akishindana kwa karibu na Othman Masoud wa chama cha ACT Wazalendo na Juma Ali Khatib wa chama cha ADA TADEA, akifanya kampeni yake kwa hoja ya maendeleo na miundo msingi bora. Mwinyi ambaye ni daktari amehudumu kama waziri na mbunge katika serikali kuu ya Tanzania kabla ya kuwania urais wa Zanzibar. Alikuwa mbunge wa eneo la Mkuranga kutoka mwaka 2000 hadi mwaka 2005 na baadaye eneo la